Ni wakati mzuri mwingine, mtazamaji wa Zone Media, tunakutana hapa kuweza kujuzana yale yote yaliyojiri katika anga za kimataifa, kujuzana kwa undani kabisa. Sasa mtazamaji, kule Mashariki ya Kati bwana, kunazidi tunasema lile joto linafukuta kiasi kwamba hali inazidi kutokea katika pande zote. Sasa hivi taharuki imehamia nchini Israel, ambapo bwana kituo cha televisheni kinachomilikiwa na serikali ya Iran cha Ofog Network siku ya Alhamisi kiliweza kurusha orodha ya watu 7 waandamizi nchini Israel. Hao watu 7 waandamizi hapa namaanisha viongozi kutoka nchini Israel, akiwemo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kwa kueleza kwamba wapo kwenye tageti yao, yani lengo lao ni kuweza kuwaua watu hawa. Sasa orodha hiyo ilionyeshwa na ilijumuishwa, kuna Netanyahu mwenyewe waziri mkuu, lakini mkurugenzi wa Mossad David Barnea, waziri wa ulinzi wa Israel Katz, lakini mkuu wa majeshi nchini Israel Eyal Zamir, mkuu wa jeshi la anga Tomer Bar, lakini pia mkuu wa idara ya ujasusi wa kijeshi Shlomi Binder na mkuu wa idara ya operesheni Iziki Cohen. Wote hawa walikuwa wameorodheshwa katika ile taarifa ambayo ilirushwa kupitia kituo cha televisheni kinachomilikiwa na serikali ya Iran cha Ofog Network. Na katika matangazo hayo, picha zilizoambatana na orodha hiyo zilionyesha alama ya shabaha, yani juu ya nyuso zao pale maafisa wote 7 waliwekewa ile alama ya shabaha kwamba wanatafutwa muda wote kuweza kulengwa na kuuawa. Sasa mtangazaji wa kipindi hicho pia alitoa tishio kwa lugha ya Kiebrania akisema kwamba sisi ndio tutakaoamua muda wa kifo chenu, subirini Ababil. Ababil hii ni drone ambayo inatengenezwa na Irani mahususi kabisa kwa ajili ya kuweza kuja kutekeleza mauaji ya maafisa 7 wa Israel. Bwana, hii taarifa ilivyotoka ni kama vile vyombo vya habari pale nchini Israel vilishtuka sana, kwa sababu tumezoea kuona Israel ndio ina tabia ya kuweza kuua viongozi katika ukanda wote wa Mashariki ya Kati, hasa wale viongozi wa vikundi vya wanamgambo pale Mashariki ya Kati. Tuliona pale Hamas waliweza kuua viongozi wengi akiwemo Yahya Sinwar, lakini Hezbollah nchini Lebanon wakaweza kumuua Hassan Nasrallah, lakini pia na maeneo mengine wamekuwa na utaratibu wa kuweza kuua viongozi. Lakini pia hata katika mashambulizi ambayo yalifanyika pale mwaka jana nchini Irani, vita vya siku 12, Israel ilifanikiwa kuweza kuwaua makamanda wa kijeshi na wanasayansi wa nyuklia. Kwa hiyo imekuwa ni tabia ya Israel kuweza kufanya hizo operation kwa kuitumia Mossad, shirika lao la kijasusi la nje nchini Israel. Sasa Iran waliweza kuiainisha na kueleza maafisa 7 ambao ni wa juu kabisa kwenye ngazi za uongozi pale nchini Israel kwamba muda wowote kuanzia sasa wanaweza kuwa mlengo na kuuawa wakati wote. Of course ni tishio la moja kwa moja la kuwaua viongozi hao wakubwa 7 pale nchini Israel, wakianza na waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Kuna taarifa ambayo Israel iliweza kuitoa kupitia jeshi lake, yani IDF. IDF bwana iliweza kutoa ujumbe wa wazi kwa lugha ya Kiajemi ikiwaomba raia wa Irani kufikiria kuwasiliana na Mossad kwa njia za siri. Na taarifa hiyo pia ilichapishwa kupitia akaunti rasmi ya IDF ya Kiajemi kwenye mtandao wa X, na ilijumuisha jina la mtumiaji wa akaunti ya Telegram ya Mossad ambako watu wanaweza kutoa taarifa kwa siri. Jeshi hilo lilisema kwamba, na nukuu, tunawaomba wananchi wazalendo wa Irani kufuata tu njia rasmi za mawasiliano na kuwasiliana nasi kwa ushirikiano wowote, ikiongeza kuwa akaunti na viungo vilivyotolewa ndio pekee rasmi na vilivyothibitishwa. Lakini hii inakuwa sio mara ya kwanza kwa jeshi la Israel IDF kuwahimiza wa Irani kushirikiana na Mossad, hatua inayotafsiriwa kama jaribio la kupata watoa taarifa au wanaoweza kuasi. Katika ripoti mbalimbali za kijasusi nchini Irani zilikuwa zikieleza kwamba kwanza kumekuwepo na ukamataji wa mara kwa mara wa Irani ambao wamekuwa wakishirikiana na Mossad kwa ajili ya kuweza kutoa taarifa za kijasusi au taarifa za siri kuhusu viongozi wa Irani, mipango yao, mustakabali wa nchi kwa ujumla. Sasa katika zile taarifa ambazo zilikuwa zikisambaa za ukamatwaji wa mlolongo au mfululizo au msururu wa raia wengi ambao wanashirikiana na Mossad, ni mpango wa siri ambao umekuwa ukitengenezwa kati ya Mossad na raia walioko nchini Irani ili kupeleka taarifa za kijasusi katika taifa la Israel
wazitumie katika mipango yao ya kuweza kufanikisha kile ambacho huwa wanakilenga zaidi, kudhoofisha mpango wa nyuklia nchini Irani, lakini vile vile hata kutamani kuweza kuondoa utawala wa Ayatollah Ali Khamenei katika serikali ya Iran, ambao utawala huo ni utawala wa kidini unaoiongoza nchi hiyo. Sasa basi, kupitia taarifa hii ndipo ambapo Irani inazidi kupata hasira na vile vile inazidi kuweza kufanya upelelezi wa kina ili kuwabaini wale wote ambao wamekuwa ni wasaliti, ambao sio wazalendo katika taifa lao, ambao wanashirikiana na majasusi kutoka Israel ambao ni Mossad. Na kwa upelelezi Mossad wamekuwa wakitumia pesa nyingi sana kuweza kuwashawishi watu ili kuweza kupata taarifa zote ambazo zimekuwa zikipenyezwa kisirisiri. Ukifuatilia vizuri katika taarifa hizi mbili, kwanza utagundua kwamba Irani kwa hivi sasa ni kama vile imechoka na mienendo ya viongozi wa Israel ambayo imekuwa ikisababisha machafuko katika taifa la Irani. Tunafahamu hata maandamano ambayo yametokea hivi karibuni, kwa kiasi kikubwa sana viongozi wa Irani baada ya kuweza kuja kufanya upelelezi wa kutosha, wakaweza kutoa ripoti iliyoeleza kwamba maandamano yale yaliweza kuratibiwa na shirika la kijasusi la Mossad na CIA nchini Marekani. Sasa basi, Irani pia imekuwa ikifanya ujasusi wa kimya kimya wa kuweza kufanya upelelezi ili kuwabaini ni akina nani ambao wamekuwa wakitoa siri za taifa hilo, siri za viongozi, lakini vile vile hata siri za masuala mazima ya kimaendeleo katika taifa hilo, hasa maendeleo ya kijeshi. Kwa hiyo hapa kuna unyeti mkubwa sana ambao unafanyika katika taifa la Irani, huku Israel ikijidhihirisha wazi kabisa kwamba raia wote nchini Iran wanapaswa kuweza kutoa taarifa za siri kupitia akaunti ambazo wametangaza wenyewe hao jeshi la ulinzi la Israel pale katika taifa la Israel ambao ni IDF. Maisha ya maafisa hawa 7 pale nchini Israel yako wapi? Tukianza kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Netanyahu amekuwa akifanya ziara za mara kwa mara, lakini vile vile amekuwa ni mtu ambaye mara kadhaa amekuwa akipinga sana utawala wa Ayatollah Khamenei, na amekuwa na wasiwasi dhidi ya mpango wa makombora ambao unaifanya Irani kuwa ni nchi thabiti na yenye uimara wa hali ya juu katika masuala ya kijeshi. Yeye ndio mtu wa kwanza kulengwa kwenye hii taarifa, kwa sababu ndio wa kwanza pia ambaye ametajwa kwa kuendesha zile tunaita propaganda zote, lakini mipango yote ya siri kwa ajili ya kuweza kuimaliza Iran. Netanyahu amekuwa akiendesha kwa ushirikiano na mkuu wa majeshi Eyal Zamir, lakini vile vile na huyu mkuu wa ujasusi katika shirika la Mossad ambaye ni David Barnea. Hawa viongozi 7 sasa hivi wapo kwenye mlengo mkali sana wa kuweza kulengwa wakati wowote na IRGC nchini Iran. Hata pia Israel Katz ni waziri wa mlengo wa kulia ambaye kwa kweli amekuwa ni mtu ambaye ana misimamo mikali sana dhidi ya taifa la Israel kwenda kwa Iran. Sasa ukiangalia vizuri hapa utagundua kwamba kwa siku za hivi karibuni mvutano mkubwa sana unaonekana kuongezeka baada ya harakati nyingi za kijeshi kuendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Marekani tayari sasa hivi meli ya pili iko njiani kuelekea katika ukanda wa Mashariki ya Kati kwa ujumla, kuwa karibu na Iran zaidi, ikishinikiza yale mazungumzo ambayo yanafanyika pale nchini Oman, basi Iran iweze kukidhi ile haja na matakwa ya Marekani kwenye mazungumzo hayo. Basi mtazamaji wetu, wewe naomba uniambie mtazamo wako juu ya taarifa hii ya Irani, kuwataka juu ya taarifa hii ya Irani ambayo imeeleza kwamba viongozi 7 wapo kwenye target yao wakati wowote pale nchini Israel, yani na watafuta ili iweze kuwalenga, na imetangaza hadharani hakuna masuala ya kuweza kuviziana. Cha msingi tu basi, kama bado hujaweza kusubscribe, ni kusihi uweze kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.